Giathieko, eneo bunge la Githunguri katika kaunti ya Kiambu, wamepitia masaibu ya ukosefu wa maji safi kwa kipindi cha miaka miwili sasa, licha ya kulipa ada ya maji kwa wakati. Mabomba ya maji yamesalia kuwa makavu baada ya kampuni ya maji ya Githunguri kusitisha huduma bila maelezo. Mwandishi wetu Michelle Mwangi ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika kijiji cha Giathieko, maji yamekuwa dhahabu ya nadra, huku mitungi mitupu ikiashiria kero inayozidi kutokota. Kwa muda wa miaka miwili sasa, wakaazi wa hapa Giathieko wamekuwa wakitazama mabomba yao kwa matumaini yaliyofifia, huku kampuni ya maji ya Githunguri ikidaiwa kufunga mifereji ya maji bila kutoa sababu zozote. Na shida yetu ni maji, na maji ni uhai. Na hatuna maji. Tulikuwa na maji ya mifereji na tulikuwa tunapewa na Githunguri Water na tulikuwa tunalipa per unit 380. Wakati huu tuko na miaka miwili hatuna maji, hatujui tutaenda wapi na tutaishi aje. Wazee wameshatoroka kwa sababu unaweza kaa na mtu mchafu, wameshaenda huku, hakuna watu wanataka kukaa huku. Licha ya risiti za milipo kujaa mkononi, mitungi yao imesalia kuwa tupu, jambo lililowalazimu kutembea mwendo mrefu kusaka maji yasiyo safi. Mifereji lakini hatuna maji, na sisi wengi wetu hatuna deni na maji. Ikifika tarehe 28 huwaka tunalipishwa hiyo maji. Baadhi ya wakulima wamelemewa na gharama ya kununua maji kutoka kwa wauzaji wa kibinafsi na kulazimika kuwauza ng'ombe wao kwa bei nafuu. Kuna ng'ombe tunalisha, tunapeleka maziwa yetu kwa Githunguri Dairy Fresher, lakini sasa tumeshida. Iko na shida kwa maana hatuna maji na hiyo ng'ombe haiwezi ishi bila kunywa maji. Huku wakazi wakitaka suluhisho la kudumu, sasa wanawaonya viongozi wao kwa kile wanachokiita kutekelezwa jangwani kwa miaka miwili. Michelle Mwangi, Runinga ya TV47. Taarifa hiyo kuingineko ni kwamba wadau wa elimu ya vyuo vya kiufundi katika kaunti ya Kilifi wanatoa